Karibu katika episodi ya 4. Tulipokuwa tumekomea katika episodi ya 3, nimeona baada ya kumshuhudia bidada Soha akiwa ameambatana na mzee aliyekuwa akimpa pole, lakini mzee huyu akawa amempatia bidada milioni 5. Milioni 5, bidada alishtuka sana, akauliza mzee, umezipata wapi? Mzee akasema huwa anachimbaga tu pesa katika shamba lake. Bidada Soha akatilia shaka, akaita vikosi vya maafande wakaja kuchimba hapa na kugundua kwamba kulikuwa kuna zaidi ya bilioni 4 ardhini. Namna hii ya kuhifadhi pesa kwanza ni makosa kisheria. Kwa hiyo pesa hizi zikawa zimechukuliwa na maafisa, ila walimtilia shaka mtoto wake wa kiume kwamba huenda alikuwa anafanya madili ya haramu, ndio maana akawa anaficha pesa katika namna hii. Hasa kwa kuwa Mwamba Chauni amesha saini kwamba atakupa na yeye anashirikiana na maafande, basi bidada Soha akaja kumshtua mishale ya saa 8 usiku, akasema bana, twende tukafanye patrol za usiku. Na lakini bidada alikuwa na hofu sana, katika nyumba yule mzee huenda kutakuja kuwa na matatizo, kwa sababu vipi kama mtu aliyekuwa anahifadhi zile pesa katika eneo la shamba akaja kurudi na kugundua pesa hazipo? Mtu wa kwanza kuingia kwenye matatizo lazima atakopo ni yule mzee. Lakini ile wanafika tu nyumbani kwa mzee, huwezi kuamini, wakakuta mzee amekabwa. Mzee anafokewa na kuambiwa kwamba pesa za mtoto wako zote zilikuwa ni za wizi, alikuwa anatuibia sisi. Lakini huwezi kuamini, mtu pekee aliyekuwa anaweza kumuona mzee alikuwa ni Mwamba Chauni. Na ukumbuke kwamba Chauni akiwa na uwezo kukuona manake wewe ni mzimu, na bidada alikuwa haoni tukio zima, na kumbe mzee alikuwa ameweza kuanguka pale chini tayari alishakufa. Basi Chauni kwa kushirikiana na General wakaweza kushirikiana kuweza kuiangusha mizimu yote ambayo ilikuwa inamsumbua mzee. Lakini huyu mzee akasema kwamba nafsi yake haitoweza kupumzika kwa amani mpaka atakapokuwa amekutana na mtoto wake wa kiume. Sasa kama tu masiala bana, kuna ambulance ikaja na kuchukua mwili wa mzee. Bidada Soha amini kabisa kwamba huyu mzee nimekutana naye siku ya leo, alafu nyakati za usiku hao amekufa. Nini chanzo cha kifo chake? Lakini mzee akaanza kusimulia kwa kusema kwamba yeye alikuwaga na familia ambayo anaipenda sana, kwa maana ya mke pamoja na mtoto, lakini michezo ya kamari ilikuwa imemkisiri sana katika akili yake. Akajikuta siku moja ameitoroka familia yake na kwenda kucheza kamari. Alikaa huko karibia miaka mingi sana, lakini umri ulipokuwa umeweza kwenda sana, siku moja akaikumbuka familia yake, akawa anarudi nyumbani. Ukweli ni kwamba mzee mpaka anarudi nyumbani alikuwa na pesa nyingi sana, ila zile pesa zote alizipeleka katika vituo vya malezi vinavyohusika katika kuwalea watu ili waachane kabisa na tabia za kucheza kamari. Kwa hiyo Mwamba alirudi nyumbani kwake akiwa mtu mzima, lakini alirudi na umaskini. Yaani utajiri aliuachia mlangoni, akaingia ndani akiwa maskini, kitu ambacho hakikuifurahisha sana familia yake. Lakini kuna tabia ambayo mzee alikuwa haielewi kabisa kwa mtoto wake wa kiume, kwani mtoto wake alikuwa anaudigi nyumbani usiku peke yake na mchana wote anakupo hayupo. Na huo usiku akirudi ndio alikuwa anaelekea katika lile shamba anachimba chini, na mzee alikuwa hajui mtoto wake anachimbaga kitu gani pale. Sasa alipokuja kuchimba ndo alikuja kugundua kwamba huwa chini panakuaga na pesa nyingi. Hasa bidada Soha na Mwamba Chauni wakaunganisha doti, wakagundua kwamba kama mtoto wake alikuwa anarudi nyakati za usiku sana, bila shaka huyo atakupo ni mcheza kamari wa kwenye makasino. Kwanza kabisa wakavaa kiuni, alafu wakaingia katika kasino fulani huko kwenda kucheza kamari. Bana we, wakati walikuja kumtafuta mtoto wa mzee, lakini wakajikuta wamenogewa sana na kamari. Kumbuka kwamba aka jamaa kana mazingaombwe mengi sana, kwa kila kamari kakicheza kanashinda tu. Yaani ndani ya lisaa moja kutoka wameingia katika hiyo kasino walitembeza mkwanja wa maana kama milioni 8. Hasa kila aliyekuwa anacheza kamari na Mwamba Chauni alikuwa anapigwa mkwanja mrefu sana. Wakajikuta kila mmoja hapa ndani ya kasino anapigwa tu akicheza na Mwamba. Ikabidi baada watoe taarifa ya polisi na kusema kwamba kuna utapeli unafanyika hapa ndani. Na dakika hizo hizo maafanda wakawa wamewasili katika eneo la tukio wakiwa wameongozwa na Mwamba Isu, mtoto wa mkuu wa kituo. Bidada anampendaga sana huyu jamaa kumbuka, lakini namna ambavyo alikuwa amevalia kiuni hawakuweza kutambulika kabisa yani. Wakati Mwamba Chauni anajificha asiweze kugundulika, basi haraka sana Mwamba Isu akaweza kumkamata. Ngumi zilianza kupigwa pale. Sasa kumbuka kwamba Isu anapiga na Mwamba Chauni sio mara ya kwanza kupigwa na huyu jamaa. Basi alipigwa sana, lakini baadaye bidada akaja kusaidia. Basi bwana, kama masihara tu akafanikiwa kuchomoka katika eneo la tukio na hawakuweza kugundulika kabisa. Sasa bana, wakiwa katika gari wanakagua pesa walizozibeba, wanakuja kugundua kwamba walikuwa wamebeba begi tofauti. Ili begi lina manguo tu. Jamaa alijilaumu sana. Yaani mapesa yote yale nimeshinda mimi kama milioni 20 pale, alafu natoka bure hivi. Kwa kweli Mwamba Chauni alilalamika sana. Yaani alilalamika mpaka bidada akaona huruma, akaanza kumchekesha chekesha. Oh kaka, jamani wewe ni mzuri, bonge la handsome, una pua nzuri imenyooka, yaani ni kaka moja mzuri sana. Lakini hutakaa uamini, yaani Chauni yuko tayari apoteze hata mpenzi wake, sio apoteze pesa. Jamaa alihuzunika sana. Yaani bado pamoja na kwamba bidada alitumia juhudi nyingi kabisa kuhakikisha kwamba jamaa anakuwa kawaida, lakini Mwamba bado alikuwa na huzuni. Bidada Soha akawa anamwambia Mwamba kwamba kama ningelikuwa ni afande mkubwa bila shaka pesa zako ungezipata, lakini sasa mimi ni afande mdogo ndio maana nikawa najificha. Basi ikabidi kumfuata mzee. Ina maana mzee, mtoto wako alikuwa
kuna pesa tu zile za shambani alizokuwa amezichimbia. Mzee akasema hapana, sio zile peke yake, kuna chumba fulani hivi naonaga alikuwa anaingia, japokuwa sijajua kama kule pia kuna pesa. Yaani walipoweza kupewa tu maelekezo ni chumba gani hicho, dakika hizo hizo wakatimba eneo la tukio, na bahati nzuri wanafungua tu ndani wanakuja kugundua kwamba mtoto wa mzee alikuwepo. Sasa mtoto wa mzee bana, yeye alikuwa hajui kabisa kwamba hao wamekuja kwa wema, yeye akajua wamekuja kwa ubaya. Wakajitahidi kujielezea, lakini mtoto wa mzee akachukua kisu na akaanza kuatishia. Ugomvi bana ulikuwa ni mkubwa kiasi chake hapa ndani. Bwana mdogo hataki kuelewa chochote mbele ya pesa, akawa anarusha visu bana. Huyu anakwepa. Sasa bidada Soha akajipendekeza. Mwisho wa siku bidada akawa amekwaruliwa na kisu kidogo. Hasa ile namna alivyokuwa amekwaruzwa na kile kisu, mwamba alivyokuwa akimtazama bidada akawa anaona kuna taswira ya maisha ya zamani sana, kana kwamba alishawahi kumuonaga huyu bidada zamani sana. Lakini dakika kama mbili mbele, kutokana na kwamba bidada ana mafunzo ya kiaskari, basi aliweza kumkabili huyu mtoto wa huyu mzee, na moja kwa moja jamaa akawa anakamatwa, anapelekwa polisi. Sasa huku nyumbani yule mwamba General Choi Gang yuko kuangalia picha ya bidada mmoja hivi ambaye anafikaga uchi fulani hivi. Sasa anapendaga sana, na akiplay video zake anaplay na sauti kubwa mno. Sasa sijui hata kama wana majirani, huwa majirani sijui anajisikiaje, kwa sababu anaweza kaplay mziki mzito hata saa 8 ya usiku. Hasa kumbuke mwamba Chauni siku ya jana aliweza kuumia kidogo katika eneo lake la mdomo, na hii ilitokana na kupigwa ngumi nzito na mwamba Isu, mtoto wa mkuu wa kituo cha polisi. Hasa Isu akawa anamuuliza, wewe jamaa una shida gani katika mdomo hapo? Jamaa akasema jana nilikuwa naosha gari, sasa ile sabuni nikateleza nikaangukia hapa. Jamaa akasema basi poa. Basi wakati mwamba Chauni anaondoka akawa amekutana na bidada. Sasa namna alivyokuwa na tabasamliana hivi, Isu akajisikia wivu sana. Na ukumbuke kwamba Isu na Soha wameweza kukua katika nyumba moja, japokuwa babake na bidada Soha aliwezaga kufariki, kwa babake na Isu ndio aliweza kumlea bidada Soha. Basi bwana wakaingia ndani ya kituo cha polisi ili kuanza kumfanyia mahojiano yule mtoto wa yule mzee. Na jamaa alianza kwa kusema kwamba tabia yake ni matokeo ya malezi mabaya ya baba yake, ambaye kutokea akiwa mdogo alikuwa anashuhudia babake akiwa anacheza kamari. Hivyo yeye alipoanza kukua akajiongeza na kuanza kufanya na utapeli wa mitandaoni. Na kitu ambacho bwana mdogo anajilaumu sana ni maana baada ya babake kuweza kurejea, afu akarejea akiwa masikini kabisa, licha ya kwamba aliwatoroka kutoka akiwa mdogo. Kwa hiyo bwana mdogo alikuwa hataki kabisa babake aweze kugusa pesa yake, na ndio maana alikuwa anaenda kuichimbia kule katika shimo. Na hapa bwana mdogo ndo akawa anaeleza sababu ya babake kuweza kufariki ilikuwaje. Kumbe bwana mdogo wakati anarudi nyumbani na kugundua kwamba katika shamba pesa zake hazipo, basi alikuwa anahangaika kufukua kila sehemu. Sasa baba yake kwa kuwa anajua kabisa zile pesa zimeweza kuchukuliwa na maafande, akawa anamuita mtoto wake na kumwambia kuwa njoo ndani tuongee, kwa sababu mimi najua pesa zilikoelekea. Hasa kabla ya maongezi, baba mtu akataka kwanza kumimina kinywaji ili aweze kunywa pamoja na mtoto wake na amuelezee vizuri kwamba zile pesa zimechukuliwa na maafande. Na kwa bahati mbaya sana mzee akawa ameweza kuteleza na kuanguka chini, na pale ndio ilikuwa sababu ya kifo chake. Hasa kitu pekee ambacho bwana mdogo anajilaumu sana, anajilaumu kwa kuweza kumsaidia babake baada ya kuweza kuanguka. Anasema hicho ndio kitu ambacho nateseka sana, nilikuwa nimetunza hasira nikasahau kulipa fadhila ya kwamba ameweza hata kunizaa. Na ukumbuke kwamba baba yake ni mzimu na yuko hapa ndani ya kituo cha polisi, alikuwa akimsikia kila kitu ambacho mtoto wake anakiongea. Na baada ya mtoto kumaliza kuyaongea hayo, nafsi ya baba yake ikaondoka kwenda kupumzika kwa amani. Sasa ile wanatoka tu katika kituo cha polisi, basi bidada Soha akaanza kumwambia mwamba Chauni kwamba siku ya kesho ni siku ya kumbukumbu ya kifo cha baba yangu, kwa hiyo nitakwenda katika maeneo ya maziko, ila nahitaji niende na wewe kwa sababu wewe si una uwezo wa kuona mizimu, mimi nataka niongee na babangu kidogo tu. Lakini mwamba Chauni ana majibu mabaya. Huyu jamaa akasema hapana, sitaki. Naye bidada hakutaka kabisa kulazimisha, akasema poa, kwa heri bwana, akaondoka zake. Lakini mwamba Chauni akiwa ameweza kurudi nyumbani, huwezi kuamini, katika kabati akawa anaita, anamuona bidada anamlazimisha, naomba kesho nikaongee na baba. Akiwa anachukua glasi yake anataka kunywa maji, anaona eti bidada yuko ndani ya glasi, anamlazimisha mwamba kwamba nakuomba bana, siku ya kesho nikaongee na baba, naomba niambatane na wewe. Sasa ikawa ni mara kwa mara, hata akielekea kitandani bidada anajitokeza tu. Basi mwamba akaona haya mawenge ni kama yanamtesa sana. Mwisho wa siku akaondoka chumbani kwake akaelekea sebleni, hapa ambako mizimu iko kama yote. Kwanza kabisa akaulizia ratiba ya kesho. Mizimu ikasema ndio, una ratiba ngumu sana siku ya kesho, una ratiba ya kwenda kufanya tangazo. Hasa mwamba ndo akapata sababu, akasema si unaona, ndio maana nilikuwa namkatalia ule bidada, nilijua tu lazima ndakuwa na ratiba ngumu sana siku ya kesho. Haya, angalia kwamba nakwenda kutengeneza tangazo. Sasa Kenyika ananiambia tuende kwa baba, tuende kwa baba. Kwa baba yake kufanya nini? Mimi naangalia pesa bana. Lakini kati ya kiza kizito sana, kuna mtu mmoja ambaye alikuwa anashutumiwa kwa makosa ya mauaji, na ni kwa muda mrefu jamaa amejificha katika mapoli. Na leo mwamba aliamka kutokea katika usingizi mzito, na kama kuna kitu ambacho kilikuwa kinamuongoza kwamba elekee baharini, na jamaa akafunga safari kuelekea huko baharini. Sasa ndani ya bahari kuna kibuyu ambapo kilikuwa kimehifadhiwa kwa muda mrefu sana, na kibuyu hiki kilikuwa kimeweza kulala. Sasa huyu jamaa aliposogea tu katika maeneo ya bahari, hiki kibuyu kikawa kimeweza kunyenyuka. Sasa yule mama aliyekuwa ametabiri zamani sana kwamba mwamba Chauni hatowahi kuikimbia hatima yake ya kuja kuwa mganga wa kudili na mizimu, ndio aliweza kushuhudia tukio hili katika maono yake. Ghafla tu mshumaa aliyokuwa akiutumia kufanyia ibada ukaweza kuzima. Hali hii ilimtisha sana yule mama mganga wa kijiji. Sasa tunaondoka
aliondoka na swali moja tu, kile kifaa ambacho kilikuwa chini kabisa ya bahari ni kitu gani? Na kwa nini yule mama mganga wa kienyeji aliyekuwa ametabiri kwamba mwamba Chauni hatoweza kuikimbia hatima yake, baada ya kuona tukio hili ni kama aliogopa sana? Bwana tukutane katika episodi ya 5 ya recap yetu. Kumbuka kwamba kila siku na kila dakika episodi hizi zinaruka katika chaneli yetu, na siku ya leo tunaikamilisha tamthilia hii mpaka fainali. Kwa mimi kutokea mwanzoni naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Hakikisha tu kama umegusa alama ya kusubscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante.